njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mzaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Verse number 3. Naye huyo mtu ambaye anafanya hivyo atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio ubora wa kuwa na misingi katika maombi, hivi kwamba wakati ambao hujaomba unasikia haujatosheleka, unasikia ya kwamba umemkosea Mungu. Bwana asifiwe. Unasikia mpaka wewe mwenyewe umejikosea kwa sababu haujaomba. Praise the name of God. Kuwa na msingi katika neno la Bwana, kuwa na msingi katika hali ya kuingia katika nyumba ya Bwana. Wakati hauko katika ibada, unasikia ya kwamba wewe mwenyewe kuna kitu umekosa. Umejikosea katika maisha yako. Umekosea Mungu ambaye alikuumba na ambaye amekushika mkono diposa ufaulu katika hatima yako. Praise the name of God. Wakati ambao hujasoma neno la Bwana, ni vizuri ujue ya kwamba unasikia ndani yako ya kwamba kuna kitu ambacho umekosa, kwa sababu neno limesema ya kwamba wale ambao wako na misingi ama wako na mizizi katika hali ya kuomba, katika hali ya kuwa pamoja na Mungu, bali sheria ya Bwana ndio iwapendezayo. Sheria ya Mungu ni neno la Bwana. Praise the name of God. Na neno la Bwana ndio linatuambia kwamba kuwa katika uwepo wa Bwana kupitia maombi, kuwa katika uwepo wa Bwana kupitia neno lake, kuwa katika uwepo wa Bwana katika hali ya kuwa katika ibada. Bwana asifiwe. Neno linasema ya kwamba hao washikao wapendezwayo na sheria ya Bwana na kuitafakari usiku na mchana, nao watakuwa kama mti upandao kando kando ya vijito vya maji. Kumaanisha kwamba kanisa la Bwana, wakati huko katika uwepo wa Bwana, siku haipiti kama hujaomba, siku haipiti kama hujasifu Mungu, siku haipiti kama ni siku ya ibada kama siku ya leo, kama hujaonekana katika mlima wa Bwana. Ni kumaanisha ya kwamba wewe utakuwa na utukufu siku zote za maisha yako. Praise the name of God. Na kwa sababu uko katika nyumba ya Bwana, pokea huo utukufu wa milele katika jina la Yesu Kristo. Kazi ya mikono yako itakuwa inafunikwa na utukufu. Maisha yako na hatima zako zitakuwa na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Praise the name of God. Huo ndio mti ambao umepandwa kando kando ya mto, hivi kwamba hata watu wanakung'ang'ania katika hiyo kazi. Praise the name of God. Kwa sababu umependezwa na sheria za Bwana, umependezwa na kukaa katika uvuli wa Bwana. Watu wanang'ang'ania biashara yako, wanataka tu kununua mahali ambapo biashara yako umeweka. Bwana asifiwe. Mahali huko, hata katika masomo, hata katika karia yako, unasikia ya kwamba ni kana kwamba kila mmoja anataka kuwa karibu nawe, anataka mashauri yako, kwa sababu Mungu amekupanda katika utukufu wake. Kwa hivyo kanisa la Bwana, wakati ambao unasikia ni ibada, kuko na neema ya kuomba, neema ya kusoma neno la Bwana, hata wakati haiko, unajisukuma kuomba, unajisukuma, unakataa hiyo roho inakukataza ya kwamba usisome neno. Bwana asifiwe. Kwa sababu unajua ya kwamba roho kama hiyo ikija, ni utukufu inakunyang'anya, shetani ashindwe. Wakati wote unasikia ya kwamba kana kwamba hutaki kuomba, unang'ang'ana vile utaomba, unasema hata umechoka sana.
unang'ang'ana vile utasoma neno la Bwana, jua ya kwamba kuna uvuli wa utukufu ambao shetani anataka kuchukua kutoka kwako, lakini haitakuwa hivyo katika maisha yako katika jina la Yesu. Hilo jambo lingine, part B inatuambia kwamba hao ambao wanapendezwa na sheria ya Bwana watakuwa uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Ni kusema ya kwamba utazaa matunda kwa majira yako. Bwana asifiwe. Hebu angalia kanisa la Bwana. Sheria ya Mungu sio jambo gumu. Sheria ya Mungu ni kuiweka katika mawazo yako, katika roho yako na kuikubatia. Kwa sababu inasema ya kwamba kupendezwa tu na hiyo sheria, kuwa katika ibada kanisani, kuwa katika evangelism, unaenda kuambia watu jooni katika nyumba ya Bwana, mtendewe vile na mimi Mungu amenitendea. Bwana asifiwe. Hiyo jambo tu linafanya kazi ya mikono yako izae. Haleluya. Na kwa sababu uko katika ibada ya jioni njema, wakati ambao Mungu anaachilia hili neno, natangaza uzao katika kazi ya mikono yako katika jina la Yesu Kristo. Tena neno linasema namna gani? Ya kwamba jani ya huo mti, na huo mti ni wewe, kwa sababu mti uko na uhai na wewe uko na uhai. Praise the name of the Lord. Majani yake hayatanyauka. Majani yako ni majani gani? Uzao wa tumbo yako. Praise the name of the Lord. Uzao wa tumbo yako, wewe hautalia ya kwamba uzao wako umepotoka kwa njia za Mungu, umepotoka, umeingia katika dunia. Praise the name of the Lord. Kwa sababu ya kuwa katika uwepo wa Bwana na kuombea katika jina la Yesu Kristo. Wakati wote ambao utakuwa na kiu, wakati siku zote ni siku za kiu katika Bwana. Siku zote ni siku zako za kiu ya kuomba. Siku zote ni siku zako za kiu ya kusoma neno la Bwana. Siku zako zote ni siku zako za kiu ya kuingia katika hekalu la Bwana. Katika jina la Yesu umebarikiwa. Praise the name of the Lord. Hebu angalia hizi faida zote. Na Mungu sio kama binadamu ya kwamba atanena yasipokuwa. Anasema ya kwamba na kila alitendalo litafanikiwa. Tuko verse 3 of Psalm chapter 1. Praise the name of the Lord. Ya kwamba kila ufanyalo, ya kwamba kila ufanyalo litafanikiwa. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Ya kuwa katika uwepo wa Bwana, na kwa sababu uko katika nyumba ya Bwana siku ya leo, na kuombea katika jina la Yesu Kristo. Kila ufanyalo, iwe ni kazi yako, iwe ni biashara, ninatangaza ufanisi katika jina la Yesu Kristo. Umebarikiwa. Tusimame mbele za Bwana.